Matumaini yangu ni kwamba umeamka salama salimini mpenzi msikilizaji, na kukaribisha kuweza kufuatilia uchambuzi wa habari kutoka redio ya kijamii Kivu. Uchambuzi wetu wa habari unakuwa kigubikwa na kurasa mbalimbali. Utakuwa kurasa wa habari muhimu, habari za mahali, habari za michezo, habari kutoka sehemu mbalimbali na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Isake Mulucha Ashibe mchambuzi wako wa asubuhi ya leo. Upande wa pili Jean Makelele Kala Jadena Samia madawati ya mitambo kwa utulivu na kualika kwa matanami mwanzo wa tamati. Nasema karibu. Na sasa ni muda mzuri wewe kuweza kusikiliza kurasa wetu wa habari muhimu, ambako namkaribisha mwenzangu Jean Makelele Kala Jadena. Karibu sana Jean. Naam, asante sana mwenzangu Isake Mulucha Ashibe. Leo kunako habari muhimu, tuanzie na hapa Baraka ambako ameteuliwa kuwa meya makamu wa mji wa Baraka Bwana Bwisemene Wilonja Lambert, ambako uteuzi wake umefanyika kupitia kibarua kilichosahiniwa na waziri wa mambo ya ndani, usalama, ugatuzi na masuala ya kimila Jacques Shabani tariki 26 Februari mwaka wa 2026 mjini Kinshasa. Na kwenye habari ya kitaifa ni kwamba baadhi ya nchi za Ulaya, Umoja wa Ulaya na Marekani zinaonyesha wasiwasi wake kuhusu ukiukwaji wa hivi karibuni wa makubaliano ya kusitisha mapigano na matumizi ya ndege zisizo na rubani ambayo yanaweka maisha ya raia katika hatari. Kwenye habari ya kimataifa sasa, huko Burundi ni kwamba nchi ya Burundi pamoja na Kongo wamekubaliana kuanza kurejesha wakimbizi wa Kongomani baada ya makubaliano wanaoishi katika kambi za nchi hiyo. Mwenzangu Isake Mulucha Ashibe naweka nukta kunako habari muhimu. Asante sana Jean Makelele Kala Jadena. Tunajikita ndani ya uchambuzi wa habari zenyewe kwa kina, tukianzia hapa mjini Baraka. Ni kwamba hakuna wasiwasi wowote, raia wa Baraka watulie, kwani hali ya usalama ni tulivu. Ndivyo amesema kamanda wa SNPSS mjini Baraka Chalumba Leonard, kisha milio ya risasi iliyosikika kwa wingi asubuhi ya siku ya Ijumaa ya tarehe 6 Machi katika mji wa Baraka. Katika mazungumzo nasi, kamanda huyo wa SNPSS mjini Baraka ameanza kwanza kuonyesha sababu ya milio ya risasi iliyosikika asubuhi, huku akiomba kwa raia kutulia, kwani hali ni shwari kabisa. Ndiyo, ile milorongo ya masasi ilisikilika na ilipatishia watu panike sana, lakini hakukua kitu kibaya zaidi. Ni probleme ya wenzetu wa FABB, walileta maiti kutoka Uvira. Wale wenyewe walileta maiti ndio wenyewe walianza kurusha ile yote milorongo ya masasi, lakini kwa muda kidogo tulifika pale na colonel wa FARDC, tulifika sio wote pale tukabimaliza na vikaisha. Ilikuwa tu masasi ya kupigia ile maiti yenyewe ilikufa. Ile jambo tulipiga marufuku pale, tulisema haiko kawaida, na ujumbe ni kwa waskari kusema kama mtu anakufa kijeshi tunasemaka ni carton rouge, na kama ni carton rouge haina tena haja ya kupigiwa masasi wala kufanya nini, banaleta tu banazika na vinaisha. Wakae kimya, watulie, hakuna vita. Ilikuwa tu masasi ile yenyewe balipiga ya ile maiti, hakuna vita. Na msikilizaji, kama mlivyojua kwenye habari muhimu ni kwamba ameteuliwa kuwa meya makamu wa mji wa Baraka Bwana Bwisemene Wilonja Lambert, ambako uteuzi wake umefanyika kupitia kibarua kilichosainiwa na waziri wa mambo ya ndani, usalama, ugatuzi na masuala ya kimila Jacques Shabani tarehe 26 Februari mwaka 2026 mjini Kinshasa. Kulingana na waraka huo wa kiutawala, uteuzi huu umefanyika katika utekelezaji wa agizo namba 25293 la tarehe 15 Desemba mwaka jana, linaloainisha majukumu ya wizara hiyo. Uamuzi huu pia umechukuliwa baada ya kuchunguza mafaili binafsi ya wagombea na kutokana na dharura ya kuimarisha usimamizi wa utawala kwa baadhi ya maeneo ya utawala. Msikilizaji, kwingineko ni kwamba hatimaye imemalizika kongamano kubwa la kitaifa lililokusanya wami wote wa asili toka kona zote za nchi ya DRC uliofanyika mjini Kinshasa. Kwa jambo hilo, raia wengi wa ukanda wa Fizi Tombwe wamekemea kitendo cha kuona tarafa la Fizi kutokupokea mwaliko wa wami katika ya zile tarafa 45 zinazounda Kongo. Swala la tarafa ya Fizi kutokupata mwaliko rasmi ili kushiriki kwenye kongamano hilo mjini Kinshasa limezusha mfadhaiko kwa raia wa Fizi na kupelekea wengine kujiuliza maswali mengi. Upande wake Kiza Kilozo Felicien, mwami wa sultani wa Bashimukuma Sid, ambaye ameshiriki sasa kwenye kongamano hilo katika njia za kujitegemea baada ya Fizi kutokupata mwaliko, ameanza
kuonyesha malengo ya kongamano hilo pa Kinshasa. Mimi niko Kinshasa, nilifika Kinshasa kwa ajili ya kukutanana kwenye mkutano wa wami wote wa Kongo ambao waliitwa na rais wa nchi, kusudi ya kuweza kuangalia usultani miaka uenda miaka rudi unaenda unadidimia uwezo wake. Sasa kutokana na hivyo, mkuu wa nchi Mheshimiwa Felix Antoine Tshisekedi alijaribu kuona kwamba wami warudishiwe ile valere, yani ile zile nyadhifa ambazo zilikuwa nazo tangu awali, waheshimike na waendelee kutumika sambamba, kwa sababu wao ndio wenye kuwa na udongo na wao ndio walichanganya pamoja udongo zao na nchi ikapatikana. Kitu utakachokijua katika province ya Sud Kivu kuna uonevu sana. Fizi ikiwa wakati Fizi inatetelea kupigania nchi, kugomboa nchi na msimamo wa kutaka nchi isipoteze hata sentimeta moja ya udongo, inaonekana Fizi kuna wanaume kabisa. Lakini wakati wa kuselektione ma liste ya kwenda kwa maforomo kama hii ya nchi nzima ambayo inataka watu wote wachangie mawazo, Fizi inaonekana hakuna kitu. Hicho tutakujuza ndugu journalist, ama nitajuza wasikilizaji wapenzi, hiyo kabisa ni alama moja mbaya sana katika province yetu ya Sud Kivu. Kwa sababu ya nini? Huko ambapo mimi nimekuta huko kuna ma chef de village wako represente mule, ma chef de chefferie na ma chef de groupement wako represente mule. Lakini mu province kama ile nani ilikamatiwa namna gani hatujui, kama ni wapi ilifanyiwa ile liste hatujui. Inawezekana tu kutia wa chef de chefferie tu. Lakini huko nilikuta na wote wako, hata wa nyumba 10 wamoja walikuwa ndani, wa prince, watoto wa jamaa tawala wote walikuwa ndani. Sasa najiuliza, nasema ni kitu gani ambacho sisi Fizi kinatupata mpaka tuzarauliwe mpaka mwa hiyo hali ya kusema kwamba Fizi isiwe represente, kwa sababu ni wa chef de groupe maswat tuseme vile, kwa sababu huku niliona ni wa chef de chefferie tu ndio wameitwa, lakini kuna wengine wa chef de chefferie hawakuonekana. Lakini ile Mr. Ingilia sijui mwenye alifanyaka liste alifanya kwa malengo gani, lakini ile ningejaribu kusema kwamba haingekuwa vizuri sana mambo kama haya iendelee kuwa na kuwa hivi, kwa sababu Fizi haikupataka bahati ya kuweza kupata chefferie. Fizi ilipataka bahati ya kuweza kupata masektere, na wale wa chef de groupement, wa chef de village ndio wami wenye kuwa Fizi. Ni bahati yenyewe tulipataka wakati ya mbeleji na tuwezi kuikataa. Upande mwingine, Mwami Kiza Kilozo Felicien amepongeza mwananchi shupavu na mzalendo wa Lali, mzaliwa wa Fizi, aliyejitolea kwa nauli yake ili Fizi sasa iweze kushiriki kwenye kongamano hilo. Mwaliko wenyewe ulikuwa mwaliko naita wami, au kuchagua wami wangapi. Ni mwaliko wa serikali. Lakini kwa kutokana na kwenye liste ambayo ilifanyiziwa, ilionekana Fizi sikuwepo, isiwe represente. Lakini kuna mtoto wa Fizi ambaye ana moyo mwema, wa roho mzuri, aliona kwamba hapana, haitafurahisha sana kwetu kukose mtu hata umoja kusikia hicho kikao. Na ni maana nilifika hapa na nilishukuru kwa sababu niliingia katika kikao na nikasikia yote na yote. Kwa sababu ya nini? Haya ambayo ninayokuambia, mimi nilikuwa ndani ya kikao, ijapo hiyo liste ilitumwa hivyo, lakini mimi nilikuwa ndani ya kikao na niliparticipe kwenye kikao. Yaani Fizi vile ilikuwa represente. Nafikiri uzembe kabisa unaweza tokana na kule kwenye liste ilifanyiziwa. Mimi sikuwepo kwenye wakati liste ilifanyiziwa. Ilitoka tu telegrame kusema mwami fulani, na ikaenda kuonekana kwamba Fizi haikukuwa represente kabisa kule kwenye hiyo karatasi. Na haingitosha tu sisi kama vile watoto wa Fizi tukae chini tu hivi. Ingitosha tufanye nguvu zote, tutafute voies et moyens ya kuweza kutafuta nani anaweza kutuma Fizi iwe nayo mule katika kikao. Na ni hivi nakwambia, kuna mtoto wa Fizi ambaye ana moyo mwema, alijisikia kwamba yeye hawezi kuona kwao kukose mtu katika kikao. Alifanya jitihada na mpaka tumefika Kinshasa. Tumefika Kinshasa kwa sababu ya kujitolea, kwa sababu ya mtoto wa Fizi ambaye ana moyo mwema, ana moyo mzuri, ana upendo na Fizi. Aliona kwamba ijapo hiyo inakuwa nyuma kidogo, inabidi kwetu kuwe hata mtu mmoja ambaye atasikia atakayojiri katika kikao na aje kuwafasiria watu wengine kule kulikuwa hivi na hivi na hivi. Lakini hakufurahiwa sana, aliona kwamba isitoshe siku nyingine hiyo mambo kama hayo sirudilie tena. Mwishowe, Mwami Kiza Kilozo Felicien ameonyesha kuwa ukosefu wa tetezi bora ndiyo huenda ikawa sababu ya tarafa ya uzalendo ya Fizi kutokuwakilishwa kwenye kongamano hilo. Ninaweza kusema kwamba Fizi labda tunakosa watetezi bora ambao wanaweza kututetelea kwa ajili ya ile, na ingekuwa vizuri kufanya kosa sio kosa. Hii kosa isirudilie tena. Kwa sababu ya nini? Kinachukiza watoto wa Fizi.
haitawezekana forumu sawa ile ya nchi mzima Lubunga rushile monyo oke ubinkamboa kukosa hata sauti ya Fizi yenye itasikia iambie watoto wa Fizi kulisemekana hivi. Yani sisi tunatiliwa pembeni, lakini ikikuwa wakati wa kutetelea nchi, tulikiwa wakati wa kupigania udongo sinyanganywe, Fizi ni wanaume, Fizi kabisa muna nani. Lakini tuliona mambo ya ajabu, ila ni shukuru Mungu kwa sababu nianza mwanzo mpaka mwisho katika kikao chenyewe. Na sasa ni ukurasa wa habari za michezo. Tunajitupa viwanjani na mkaribisha mwenzangu Mari Makelele Ozile kutuletea ukurasa huu. Karibu sana. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika mji wa Baraka. Ni kwamba mwenyekiti wa eneo la michezo mjini Baraka amehakikisha kwamba mechi za kirafiki ambazo zinapangiliwa kuchezeka katika mji wa Baraka siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili zipo na zitachezeka. Siku ya Jumamosi ya tarehe 7 Machi 2026 katika uwanja wa Lumumba kutapigwa mechi ya kirafiki kati ya klabu ya Emu Yambondo FC Flambora dhidi ya ES Salangoba ya Malindi kutoka kule katika sekta ya Mutambala. Na siku ya Jumapili kunapangiliwa kupigwa mechi kati ya FC Flambora hiyo dhidi ya FC Katanga Sport. Clovis Songolo Matete amehakikisha, sikilizeni. Ndio ndugu mtangazaji, mpangilio wa mechi upo ni ule. Nadhani nilitoa taarifa toka hapo nyuma. Nadhani Jumamosi kuna mechi ya Flambora na Salangoba ya pale Malindi, na Jumapili mechi ni ile tu ya Flambora na FC Katanga ya Katanga. Ninadhani ya kwamba japokuwa kuna vitisho vinavyojitokeza katika jiji la Baraka, ninatoa onyo kwa wale wahalifu ambao wanapenda tena kuharibu soka la jiji la Baraka. Tayari nimeshaona vikaratasi vingine vinazosema aseme kesho kuna mechi kama ni Kalundu Sport, kama hiyo timu ishakuwa hapa Baraka sijui, na Mwemezi hivyo Jumapili kuna zingine mechi ambao wanapangilia, na ninatoa onyo kwa hilo kundi ambao linapenda tena kuleta fujo katika jiji la Baraka. Mwishowe Clovis Songolo Matete ameomba kwa vyombo husika na usalama kushughulikia yeyote ambaye atahitaji kuweza kuvuruga mechi hizo za kirafiki ambazo zinapangiliwa kuchezeka katika uwanja wa Lumumba. Clovis Songolo Matete mara tena rejea. Yule ambaye atakayeleta tatizo kama na hilo tena kuleta vurugo ya mpira hiyo kesho ambapo kutakuwa Plaza watasakata gozi na Salangoba, nina taarifu vyombo vya sheria wakamate azimio kwa ajili ya kuleta fujo kama hiyo, kwa kulinda usalama wa soka pia wa sisi kibinafsi pamoja na wachezaji katika uwanjani. Nadhani kisheria nimejulisha vitengo husika vya sheria. Itakapotokea fujo uwanjani ambayo italetwa na wale watu ambao wapendi soka katika jiji la Baraka, ninawaomba wakamate azimio kali kwa wale watu ambao hawapendi soka iendelee katika jiji la Baraka. Na katika habari ambazo zimetanda kabisa katika magazeti mengi huko Kinshasa na DRC ni kwamba mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ni Paul Jose Mpoku amestaafu kucheza soka ya miguu. Mchezaji huyo alizaliwa mjini Kinshasa tarehe 19 Aprili mwaka 1992. Katika maisha yake ya soka, Paul Jose Mpoku amechezea takriban vilabu visita, ikiwa ni klabu ya Cagliari ya huko Italia, Chievo Verona ya Italia, Panathinaikos, Incheo United, Uta Arad pamoja na klabu ya Al Batin. Mchezaji huyo amecheza mechi takriban 450 katika maisha yake ya soka na kupachika mabao 75 na kutoa pass decisive 58. Mpoku ameitishwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya DRC mara 20 na kufaulu kupachika mabao 6. Na huko katika bara la Ulaya sasa, habari mbaya kwa mashabiki wa klabu ya Real Madrid ni kwamba licha ya jitihada zote zinazofanyika, lakini mchezaji Jude Bellingham pamoja na Kylian Mbappe wote watakosa mchezo wa awali dhidi ya Manchester City kunako michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Labda maajabu itokee dakika za mwisho, lakini halakuli hali wachezaji hao wanasadikika kuwa wataweza kukosa mchezo huo wa ligi ya mabingwa. Asante sana Omari Makelele Ozile kwa ukurasa wako huo wa habari za michezo. Msikilizaji, endapo ndo unakuja kujiunga nasi na ukumbusha kwamba huu ni uchambuzi wa habari kutoka redio ya kijamii Kivu. Tunawatangazieni mubashara kutoka jiji la Baraka, jimbo ya Kivu ya Kusini Mashariki mwa Jamhuri tukufu ya Kidemokrasia ya Kongo, na matangazo yetu mnayapata pia YouTube ukiandika Radio Communautaire Kivu.
Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Baada ya mapumziko mafupi yayo, tujielekeze moja kwa moja kwenye habari za kitaifa, ambako baadhi ya nchi za Ulaya, Umoja wa Ulaya na Marekani zinaonyesha wasiwasi wake kuhusu kiukwaji wa hivi karibuni makubaliano ya kusitisha mapigano na matumizi ya ndege zisizo na rubani ambayo yanaweka maisha ya raia hatarini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Safari hadi Masedilwe na undani wa taarifa hii. Naam. Hali ya usalama inayotia wasiwasi na yenye mvutano mkubwa katika mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijawacha kimya wanachama wa kundi la kimataifa la mawasiliano kwa ukanda wa maziwa makuu GCI linaloongozwa na Sweden. Katika tamko lao la pamoja lilotolewa Alhamisi ya tarehe 5 Machi, nchi za Ubelgiji, Denmark, Umoja wa Ulaya, Ufaransa, Ujerumani, Uholanzi, Uswidi, Uswisi, Uingereza pamoja na Marekani zimeeleza wasiwasi wao mkubwa kuhusu ukiukwaji wa hivi karibuni na unaoendelea makubaliano ya kusitisha mapigano katika mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makubaliano hayo yalihakikishwa kupitia kusainiwa kwa mkataba wa Washington wa tarehe 4 Disemba 2025 na pia ahadi iliyotolewa Doha tarehe 19 Julai 2025 kuhusu kusitisha mapigano ya kudumu na kumaliza kabisa uhasama. Kwa mujibu wa nchi hizo pamoja na Umoja wa Ulaya na Marekani, ukiukwaji huo unahusisha pia matumizi ya ndege zisizo na rubani katika mashambulizi ya kijeshi, jambo linaloweka maisha ya raia katika hatari kubwa. Pande zote zinazohusika zinapaswa kujitolea haraka na bila masharti kusitisha mapigano na kurejea kwenye meza mazungumzo ya amani. Tamko lao la pamoja linakuja wakati hali ya usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kuwa ya wasiwasi na dhaifu kufuatia mapigano makali kati ya waasi wa AFC M23 wanaodaiwa kuungwa mkono na Rwanda kulingana na Umoja wa Mataifa na majeshi ya serikali. Mapigano hayo yanaendelea kuathiri vibaya maisha ya raia na kuzidisha hali mbaya ya kibinadamu katika sehemu hiyo ya nchi, hasa katika mazingira ya kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu duniani na ugumu wa mashirika misaada kufikia maeneo yaliyoathiriwa kutokana na mapigano. Akiwasilisha hali ya usalama na operesheni katika maeneo mbalimbali ya mapambano wakati wa mkutano wa 80 wa baraza la mawaziri, makamu waziri mkuu na waziri wa ulinzi wa taifa na wapiganaji wa staafu Gika Bombo alisema kuwa FARDC ambalo ni jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linaendelea kuonyesha nidhamu nzuri mbele ya kile alichokiita msimamo wa kivita wa muungano wa RDF FC M23. Kwa mujibu wake, msimamo huo unaonekana hasa kupitia uporaji wa madini ya kimkakati katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi pamoja na ukiukwaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha mapigano kupitia mashambulizi ya mara kwa mara. Kwa upande wake, waasi wa FC M23 nao wanatoa maelezo yao tofauti kuhusu hali hiyo, jambo linaloonyesha ugumu uliopo kwa pande hizo mbili kuzungumza lugha moja licha kujihusisha na juhudi za kidiplomasia za kutafuta amani, hususan mchakato wa Doha chini ya usimamizi wa serikali ya Qatar. Katika taarifa iliyotolewa tarehe 28 Februari 2026, kundi hilo la waasi lilionya jamii ya kimataifa na kitaifa kwamba utawala wa Felix Tshisekedi umeamua kwa makusudi kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na kulazimisha vita vya jumla mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa kundi hilo la waasi linalodaiwa kuungwa mkono na Rwanda, kulingana na Umoja wa Mataifa, vita hivyo vimewafanya wanajeshi wao na raia kuwa malengo makuu ya mashambulizi ya ndege zisizo na rubani hata nje ya maeneo ya mapigano. Msikilizaji, tulikuwa na mengi la wacha nishi hapa kwenye habari za kitaifa. Asante sana Safari Adimasi Dilwe. Na kwenye taarifa muhimu kutoka Burundi, nchi ya Burundi pamoja na Kongo wamekubaliana kuanza kurejesha wakimbizi wa Kongomani baada ya makubaliano walioyafanya. Ripoti kamili naye Buku Tontine Aldama ndani ya studio. Sasa wakimbizi wa Kongomani wenye kuwa ndani ya kambi ya Busuma nchini Burundi wataanza kurejeshwa nchini mwao DRC kwa hiari kuanzia tariki 11 mwezi Machi, yani siku ya 3 ya wiki ijayo. Mpango ambao umepokelewa kwa vifijo na nderemo nao wakimbizi, ambako baadhi yao walitamani hata kulala na viatu miguuni. Kama alivyoeleza hapa moja kati ya wakimbizi ndani ya kambi ya Busuma aliyeshiriki kwenye mkutano mkubwa uliochukuliwa uamuzi huo. Ndiyo, ndugu mtangazaji, ni kwamba mkutano mkubwa umeendeshwa kati ya wakuu viongozi wa UNHCR, ONAPRA na mashirika mengine yanayohudumu ndani ya kambi ya Busuma, ikishirikisha viongozi mbalimbali wenye kusimamia wakimbizi ndani ya kambi.
na point ilikuwa moja tu, kujadili namna gani wakimbizi watakavyorudishwa nyumbani kwao, wale ambao wanadai, wale ambao wanatamani kurudi kwa hiari. Ifahamike kwamba ndani ya mkutano huo mjumbe wa HCR pamoja na ujumbe wa UNAPRA wenye kuwakilisha serikali ya Burundi walikwenda kufunua ama kuweka wazi swala hilo la wakimbizi kurudi Kongo, lakini mwanzo walisema kwamba Kongo haijawa salama, lakini sababu wakimbizi wamedai, wakimbizi wameomba, wakimbizi wamelazimisha wakuu viongozi wenye kuongoza kambi hapa kusema kwamba wanatamani kurudi manyumbani, basi ombi hilo lilikwenda kupata nafasi, lilikwenda kupata jibu, ikimaanisha kwamba serikali ya Kongo na serikali ya Burundi wamekaa pamoja na wakakubaliana kusema kwamba wakimbizi waanze kurudishwa. Wakati hayo yakijiri, redio yako Kivu Baraka ilitamani kufahamu utaratibu wa watu kurejeshwa utakuwaje na pia maisha ya wakimbizi watakaorejea, hasa upande wa kiuchumi. Duru yetu imetoa mwangaza juu ya swala hilo. Hivyo basi, utaratibu ambao ulikwenda kutolewa ndani ya hicho kikao ni huu: HCR ya Burundi itahusika na kufanya identification, ile tunaita enregistrement kwa wakimbizi. Wanakupatia form, na baada ya kupewa form wanakuorozesha kwenye convoi yenye tarudia. Atakayechukua gharama ya nauli kutoka hapa kambini Busuma hadi Gatumba ni serikali ya Burundi ikishirikiana na serikali ya Kongo. Na unapofika pale Gatumba unavuka Uvira. Pale Uvira unawekwa mu centre de transit accueil, unachukuliwa en charge na HCR na gouvernement ya Kongo. Kila mkimbizi unapofika pale Uvira mwakeye, mbele urudishwe ulikotoka. Mkimbizi atapewa nauli ya dola 100 kwa kichwa cha mtu, kuanza mkimbizi wa miaka 18 mpaka kupandisha mwenyeko kujeton na kwa ile form. Na tofauti na ile dola 100 ambayo utakwenda kuipewa, utapewa dola 115 kwa ajili ya kuanzisha maisha. Ni ile tu kuanza kwa miaka 18 kupandisha, na mtoto tangu miaka 17 kushusha ni dola 75. Watoto ambao walikatisha masomo watapewa dola 81 kwa ajili ya kununua vifaa vya masomo na kurudi kwenye masomo. Utakapofika pale musantre ya Keye Uvira, mutapewa tuseme jeto composition familiale, munapewa chakula cha miezi 2 na HCR ya Kongo kwa ushirikiano na government ya Kongo. Akina mama watapewa kit d'hygiène intime, kit de dignité. Apare hiyo munapewa kwa kila kichwa ya mtu kuanza miaka 18 mpaka kupandisha dola 100 kwa ajili ya ukarabati wa nyumba ambao tunasipozeke ziliharibiwa, na kununua vitu fulani marticle ménager essentiel za nyumba. Mwishowe, wakimbizi wa ndani ya kambi ya Busuma na wakambi zingine zinazolengwa na mpango huo wa kurejea kwa hiari wameanza kutoa shukrani zao dhati kwa serikali ya Kongo na Burundi na pia shirika la UNHCR. Aloro ile njili kwa resume ya mkutano wa jana ambao ulikuwa na pointi moja kama gisi nilivyotangulia, namna gani operation ya kuorozesha wakimbizi ambao wanataka kurudia kwa hiari itakavyoanza. Na ikasemekana kwamba operation ile inaweza kuanza tarehe 11, yani siku ya 3 ya semaine prochaine. Processus haiko kusema kwamba watu wataenda kujilunda wote kwenye ofisi ya HCR na wanaorozeshwa na wanarudi, hapana. Itakuwa ni processus. Wanaorozesha hawa wanawasafirisha, wanaorozesha hawa wanawasafirisha. Na wale ambao watasema mimi nitabaki kambini, wale watabaki na wataendelea kuhudumu chini ya ulinzi ama ukingo wa serikali ya Burundi ikishirikiana na wafadhili wengine ambao wataendelea kuhudumu ndani ya kambi ya Busuma.
Hivyo basi sisi kama vile wakimbizi tulipokea taarifa hiyo kwa vigelegele sana, shangwe kubwa sana, maana ni maandamano mengi ambayo yalikwenda kufanyika huku na kule, mara watu wakubwa, watoto, kusudi ya kuomba ile ruhusa ya kurudia Kongo, na ruhusa imeshatolewa. Tunangoja basi HCR aandae sasa shughuli za kuorozesha wale ambao watakao rudi. Vile vile labda tunaomba kwa serikali ya Kongo, tunashukuru kwanza kwa kutukubalia kurudia manyumbani kwetu, lakini sisi kama vile wakimbizi kile ambacho tulikwenda kukikimbia kingali pale pale, sababu waasi wa M23 hawako mbali, wako kama Sange, Kabunambo. Ina maana wangali karibu ya pale kwenye tutarudia. Na ndio maana tunatoa mwito kwa serikali ya Kongo kuhakikisha inadumisha usalama ipasavyo kusudi ipermetre sisi wakimbizi kurudi Kongo. Vile vile na kwa mashirika ambayo inahudumu kule nchini Kongo ikuwe tayari kutupokea, sababu kuna vitu vingi ambavyo tulivipoteza, mali, pesa, mifugo na kadhalika, na kuangalia namna gani wanaweza kutuhudumia kusudi tuangalie kama tunaweza kurejelea maisha yetu ya kawaida ile ambayo tulikuwa tunaishi kabla ya vita kuja. Hivyo basi tunakualika msikilizaji kuendelea kusikiliza uchambuzi wa habari zetu ili kufahamu kitakachoendelea juu ya mpango huo muhimu. Bukurtantine Aldama. Msikilizaji, tukibakilia tu kwa Burundi ni kwamba shirika la waandishi habari nchini Burundi limetoa wito kwa mamlaka kutokimbilia kuwapeleka gerezani waandishi wa habari, na kabla yake kutoa taarifa kwa idara inayowasimamia waandishi hao nchini humo. Bukuru Elesi Daniel na ripoti kamili. Akizungumza na vyombo vya habari mjini Bujumbura, mwenyekiti wa shirika la waandishi wa habari nchini Burundi, Mireille Kanyange, ametoa wito kwa mamlaka kutokimbia kuwapeleka gerezani waandishi wa habari kabla ya kuwasikiliza, bila kusahau idara zinazowasimamia ikiwemo wizara ya habari. Twaranezerewe cyane, ariko tuzonezerwa bisumbirije ngaho nibari kugwa burundu, kubera ko Sandra. Tulifurahi, lakini tutafurahi zaidi watakapoachiwa huru, kwa sababu Sandra Mhoza atakuwa na ripoti mahakamani mara moja kwa mwezi, lakini Claude mara moja kwa wiki. Kwa upande wetu, endapo wataweza kuachiwa huru moja kwa moja, itakuwa jambo zuri, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa Sandra Mhoza, alitoka gerezani akiwa naumwa na anatembelea vyuma, na kuna wakati ambao atahitaji kwenda kutibiwa nje ya nchi. Lakini pia tunawashukuru sana tume ya haki za binadamu Senilihashi waliosaidia ili waandishi hao wa habari waachiwe kwa dhamana, lakini pia na wengine waliopaza sauti zao. Tunatoa wito, endapo kabla ya mwandishi wa habari kupelekwa gerezani, asikilizwe kwanza. Lakini pia kuna idara mbalimbali, hasa mamlaka ya vyombo vya habari CNC, pia hata wizara ya habari ambayo inatakiwa kujulishwa kabla ya mwandishi wa habari kupelekwa gerezani. Uratangwa mu Burundi ariyo CNC. Turafise ubushikiranganje dukukira bw'ibinyamakuru no kumenyesha makuru. Wiki mwanahabari Sandra Mhoza, ambaye amekuwa kizuizini tangu Aprili mwaka wa 2024 na baadaye kuhukumiwa jela miaka 4 mwezi Januari, ameachiwa kwa kupewa dhamana na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Wakati alipoonekana mahakamani mwezi Desemba mwaka uliopita katika mji wa Ngozi, alionekana mdhaifu. Alikuhukumiwa miaka 4 jela kwa kupatikana na hatia ya kudharau mamlaka ya nchi pamoja na uchochezi. Alipewa kifungo hicho baada ya mamlaka kumpata na hatia ya kusambaza taarifa kwenye kundi la WhatsApp kuhusu kuwepo ugawaji wa silaha uliotekelezwa na serikali, kwa mujibu wa shirika la kimataifa linalotetea wanahabari RSF. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Na ni hadi hapo ndipo naenda kutamatisha kabisa uchambuzi wa habari kwa asubuhi ya leo. Niseme asante kwa msikilizaji uliyeambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema asante pia kwa wenzangu wote walionisaidia kuandaa uchambuzi huu wa habari. Zake Mulucha Ashibe jina langu mimi, upande wa pili Jean Makelele Kalajadena asimamia vima dawati la mitambo. Kwa niaba ya wote uliowasikia katika uchambuzi huu wa habari nasema asante na kwaheri, salamu alaykum.